Kazi imeanza kuonekana na mataifa yameanza kufichua siri. Tena hii siri ni nzito hasa, ambayo imetolewa na mbunge kutokea huko nchi za wenzetu, ambaye huyu ni mbunge kutoka State of Law Coalition katika bunge la Iraq, ambaye ameituhumu serikali ya Tanzania na serikali ya nchi yake kukopeshana pesa kwa siri bila ya bunge kujua. Hii ni story nyingine inayoenda kuvunja kichwa cha Tanzania kwa aina yake. Kwa nini nasema hivyo? Huyu mbunge alikuwa akihojiwa na alizungumza maneno hayo na akaweka wazi kabisa kwamba serikali yake ya nchini kwao bwana ilitoa mabilioni ya pesa na kuipa Tanzania, pesa ambayo haikuwahi kutangazwa wala kuwekwa hadharani. So hii taarifa ikoje? Unaambiwa Mohamed Al-Shaimar ambaye ni mbunge kutoka muungano wa State of Laws Coalition katika bunge la Iraq ameituhumu serikali ya nchi yake kwa kutoa mkopo kwa siri katika baadhi ya nchi za Afrika bila bunge la nchi hiyo kuhusishwa. Ameyasema hayo katika kipindi maalum cha television ya Al Aula, ambapo amewasilisha nyaraka anazodai zinaonyesha kuwa serikali ya Iraq iliyopita ilitoa mikopo ya jumla ya dola milioni 253 ambao ni sawa na shilingi bilioni 664 kwa nchi tatu za Afrika ambazo ni Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Madai hayo yameibua mjadala mkali nchini humo kuhusu vigezo na malengo ya kiuchumi na siasa yaliyopelekea serikali kutoa mkopo huo. Hata hivyo, serikali ya Iraq haijajibu madai hayo kama ni ya kweli ama la, ikiwa ni siku mbili tangu yalipotolewa Juni 18 mwaka 2026. Msemaji wa serikali Haida Al-Abud amesema ni mapema sana kujibu tuhuma hizo, kwani serikali mpya ya Iraq inaongozwa na waziri Al-Zaidi ina mwezi mmoja tu madarakani. Imeingia Mei 16, 2026, hivyo inahitaji muda kujidhihirisha juu ya tuhuma hizo zinazohusu serikali iliyopita ya waziri Mohamed Shia Al-Sudan. Sasa swali linaulizwa hivi na watu, hizi pesa ambazo huyu jamaa amezifichua kwa hapa Tanzania zimepelekwa wapi? Zimeenda wapi? Mbona haijawahi kuwekwa hadharani pesa ambayo imetolewa? Au nyinyi mlishawahi kusikia? So hii ni vita mpya ambayo inaendelea sasa hivi juu ya pesa ama serikali kuingia mikopo na kuchukua pesa kwa siri. Sasa jambo hili bwana, wenye nchi ambao wanatoa hiyo mikopo ameanza kuzungumza. Kama unavyoona, huyu ni mbunge ambaye alikuwa akihojiwa na hiyo television ya Al Aura, ambapo aliwasilisha pia na nyaraka zinazodai kuonyesha kuwa serikali ya Iraq iliyopita ilitoa mkopo wa jumla wa dola milioni 2,053 ambayo ni sawa na bilioni 664. Hii pesa imegaiwa katika nchi tatu, yani Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hapa Tanzania hiyo pesa imeenda wapi? Hilo ndo swali linaloulizwa na watu wengi, na tusubiri tuone na sisi majibu ya serikali kuhusu hilo deni. Je, hili deni wananchi wataenda kulilipa? Na hiyo pesa iliyotolewa na hiyo serikali ya Iraq, hizo pesa zilienda wapi? Ama zimetumika kufanya nini? Ama zimetumika sehemu gani? Hili ndio jambo linalosubiriwa na watu wengi. So bwana, wewe drop comment, toa comment yako hapo chini, subscribe, like, share, pia utakomentisha kinoma noma. Bye bye.